lakini interference ilikuwa ni kubwa mno. Mashabiki, chama cha mpira, yani ovyo tu hivi kuacha kazi. Ila mkaamua kujisimamia wenyewe. Mliwahi kufikia hatua ya kusema kwamba ninyi wenyewe mwache kazi bila kufukuzwa? Bwana, mambo vipi mtazamaji wa Coke TV? Kutoka sehemu ambayo wewe unaendelea kutufuatilia katika ulimwengu huu. Dunia inazunguka sana na sisi tuko hapa tunaendelea kuzunguka tukihakikisha kuwa kila kitu endelea kukipata kinachotokea. Leo hapa nipo na ligi kuu ya wanawake Tanzania bara, pasi na kusahau First League kwenda kuitafuta NBC Championship mpaka ligi kuu. Niko hapa na makocha ambao wanasifika pia kwa kupandisha timu nyingi. Kuna mmoja anasifika kwa kufundisha timu za wanawake, lakini pia kwa kuwa shupavu kwa kubadilisha mifumo mbalimbali, pasi na kusahau kocha ambaye amekuwa ni mzoefu wa kupandisha timu zinapanda daraja. Kwa nini leo atakwenda kutujibu kwa nini akipandisha timu ligi kuu yeye huwa anarejea huku chini? Na leo niko naye hapa kocha wa Lionel Rangers kwa sasa hivi bila shaka. Anaitwa Mwalimu Shija. Huyu kwa mara ya mwisho amepandisha Pamba Jiji. Kocha. Naam. Jina ndo kama hivyo Mwalimu Shija. Naitwa Renato Mayunga Shija, ni mwenyeji wa Mwanza mjini hapa mtaa Unguja ndio kwetu. Ndio umekulia hapa? Ndio nimekulia hapa na kuzunguka kutokana na kazi za wazazi, lakini shina ni hapa mtaa Unguja. Hongera sana. Moja kati ya makocha ambao mlifanikiwa kuipandisha Pamba Jiji na Mbwana Makata Ni kweli kabisa, tulifanikiwa kuipandisha Pamba Jiji na Mbwana Makata chini ya usimamizi wa Mheshimiwa Amos Makala. Hivi ugumu ulikuwaje kwanza? Ugumu ulikuwa mkubwa sana kwa sababu tulikuwa na shida moja. Mwanza hapa ni kwetu, tuwe wazi tu. Kulikuwa na figisu nyingi sana zinaendelea kutokana ndani ya mji, watu hawataki Pamba ipande. Kuna watu walikuwa wanahisi kama wamenyang'anywa, Pamba ni ya kwao, wakawa na sawa ili irudishe michezo kwa nguvu mkoani hapa. Sawa, lakini pia yupo kocha Sultani. Sultani Juma, mimi napenda kumuita hivyo master, ambaye jana umesikia taarifa nyingi zinazunguka kwamba yeye na Alliance bana shughuli imeisha. Kweli kocha? Ni sahihi, ni kweli. Kila kitu kina muda wake na muda wake umefika. Kwa hiyo ni kweli rasmi. Na tumeachana vizuri. Kama mmeona jana wameniaga, wameniposti, kwa hiyo nawashukuru sana kwanza Alliance kwa muda wote ambao nilikaa katika timu ya Alliance. Imekuwa ngumu kiasi gani kwa kuweza kuondoka Alliance, lakini pia ukihusianisha na mafanikio ambayo umefanikiwa kuifundisha Alliance? Ni kweli kulikuwa na ugumu, lakini sasa hivi kama mnavyoona mpira ni pesa, mpira ni maslahi. Kwa hiyo kuna wakati unapoona sehemu kuna maslahi mazuri, basi unaachana na sehemu ambayo unaenda kuyafuata. Hivi kwa upande wa mamia soka kwa upande wa Mwanza. Nianze kwanza na Mkongo ambaye pia yeye ni mzao hapa. Ugumu uko wapi sana kwa hapa Mwanza? Yaani unavyokuwa unafundisha timu ya Mwanza. Unajua hapa shida kubwa ipo, na shida kubwa walimu wa Mwanza, baadhi ya viongozi wa mpira, wengi si watu wa mpira. Wengi nasema kabisa si watu wa mpira. Mimi makazi yangu yako Dar es Salaam Mbezi. Dar es Salaam kuna utofauti na mikoa mingine. Makocha, viongozi wanapenda kujifunza na wanaamini kama mwalimu ana kitu basi wanampa support. Mwanza hata Sultani mwenyewe nimeshakuwa naye Alliance. Tulikutana na Songo Mbingu wakati tunaipandisha Alliance. Yaani ni figisu, mwalimu hawakutaki, wanataka watu wao. Si hatu wakatai watu wao, lakini they have to go to the class. Wasome. Mpira ni kusoma. Mfano mimi nitakwambia Ulaya nimefundisha mpira sehemu tofauti ndani ya Tanzania na nina rekodi kubwa tu kama ndugu yangu Sultani. Na hata tulipokuwa Alliance, Sultani shahidi. Tulikuwa tunabadilishana vitu vingi sana kuhakikisha timu inaenda. Na mwenye timu Marehemu Bwire alikuwa muelewa sana. Mungu amrehemu huko alipo. Alikuwa anatupa treatment fulani ambayo sehemu zingine sioni. Najua tukafanikiwa kuipandisha timu. Naona. Sasa Mwanza shida kubwa mizengwe. Kuna watu wana mizengwe, yani wanaona kama wao ndio wanastahili kuwepo. Hapo ndio kugumu. Ndio ugumu mkubwa. Hata kipindi naipandisha Pamba, shida ilikuwa hapo. Sababu Pamba si hatukutakiwa. Watu wa Mwanza walikuwa wanataka watu wao. Kuna oda ilitoka juu kwamba Makata na Shija ndio wanastahili kuivusha hii timu. Kwa sababu watu wengine wamewa master kwenye timu za wasichana, bahati yake Mungu amempa hiyo. Mimi na Makata bahati yetu kupandisha timu kwenda ligi kuu. Tubaki kwako wewe na Sultani kwanza. Tuambie ni ugumu upi kwanza ambao mmewahi kukumbana nao? Mliwahi kufikia hatua ya kusema kwamba ninyi wenyewe mwache kazi bila kufukuzwa? Kweli kwenye mpira kuna mizengwe. Na sio mizengwe kwa sababu sometimes kama alivyosema mwalimu, mimi nimejifunza mingi sana kupitia kwa walimu. Hawa mimi kwangu ni masenior. Yeye na Makata tulivyokuwa Alliance kuna classes walizianzisha na sisi tukazipokea na mwisho tukafanikiwa. Ni kweli watu wanatakiwa waende darasani. Yaani kwenye mpira kuna watu warudi darasani, wasome mpira. Mwisho wa siku ukifanya vizuri watu watakuona. Mpira sio mchezo wa kujificha. Mpira wanachezwa uwanjani, kila kitu kinaonekana. Unakumbuka ni mwaka upi ambao ulikuwa ni mgumu kwenu mkiwa na kocha?
kocha Shija, mwaka ambao ulikuwa mgumu. Nianze na kocha Shija, mwaka gani ambao ulikuwa mgumu ukiwa na Sultani mpaka mlisi kwamba huku mmevamia chaka? Yaani kipindi tuko Alliance kama alivyosema mwalimu, tulikuwa na madarasa pale. Hiyo ilikuwa 2010 na ngapi? 2020 ngapi? 2000 na ngapi ilikuwa wakati tunaipandisha Alliance 2022 nafikiri kipindi hicho. Naona tulipata wakati mgumu sana kwa sababu ya interference ilikuwa kubwa sana. Interference kutoka kwa watu juu pamoja na owner of the team. Lakini owner ilifika sehemu akaelewa. Na mimi napenda kumpongeza huyu Sultani. Sultani ni mwalimu ambaye yuko cool, ni mtu anapenda kujifunza. Sio kama anamsifia tuko hapa. Unakaa na mtu unamsoma tabia. Sultani tunamwambia kuna kipindi ileta kelele Sultani, sisi tulikuwa tunataka aingie senior team, kazuia kwamba huyu asitoke. Kuna kitu labda alikiona, lakini sisi tulikuwa tunamuona ni potential huku juu. Na hata kwenye mechi tulizuia kwamba makocha wote wa timu za wasichana tunawahitaji kaa kwenye benchi ili tuendelee kutengeneza bondi ya kutengeneza timu. Na hata mwenye timu tulimwambia una timu nzuri sana. Hii timu yako hawa vijana baada ya miaka 4-5 mbele ndio watakuwa wazuri. Sasa hizi unahitaji kupata wachezaji wenye experience wachache wa kuisaidia. Lakini interference ilikuwa ni kubwa mno. Mashabiki, chama cha mpira, yani ovyo tu hivi, ikafika mwenye timu Bwila akasema hapana, wataniharibia timu yangu. Hebu simameni wenyewe, na tulitaka kuacha kazi. Ila mkaamua kujisimamia wenyewe. Bwile hasa mke wake yule na yeye mwenyewe anawaumiza. Sababu kuna kipindi timu inacheza vizuri hapa, lakini watu wanakutukana bado. Na watu wanasema nyinyi hamstahili kuwepo hapa. Sisi tuko pamoja. Timu inapanda, hawa wastahili waingie watu wengine. Hawa watu wengine mkiwaachia timu wanaziharibu. Na mfano tunao, tumepandisha timu na kina Sultani. Tumekuja kuachia watu wengine wameiua Alliance hapa. Tumeipandisha Pamba saizi kidogo ndio inaenda. Lakini sehemu zote ambazo tunapita unapandisha timu, watu wanapiga kelele, wanaingia, wanaenda wanaiua. Timu niliokuwa nayo Rhino nilipandisha 2014, baada ya maneno mengi nimetoka pale, timu imeshuka daraja. Dodoma Jiji the same, tumeingia tumetoka, sisi tumekaa Dodoma Jiji na Makata. Tumefungwa mechi 3 tu Dodoma pale. Sasa hizi timu ina struggle vibaya. Hebu tuambie kwanza na Watanzania wakumbuke ni timu gani hasa? Kuna vizazi ujue vinakuja hapa. Naam. Viko kwa kufikia hii leo. Mimi na Bwana Makata ndio tunaongoza kupandisha timu ligi kuu. Kuna mwaka 1997 Makata yeye peke yake alipandisha mji Mpwapwa. Naona timu ilikuwa inatoka wilayani halmashauri ya Mpwapwa, walikuwa na timu yao. Timu kali nzuri tu. Baadaye mimi 2000 na ngapi ilikuwa kama na 9 na 12 au na 10 hivi. Kama 2010 nikaipandisha Rhino. Kwa hiyo kila mmoja akawa na timu yake, lakini 2002 tulishirikiana. Alinichukua bana tuwe pamoja. Tukaipandisha Twiga Sport. Kwa hiyo tukawa tumepandisha kila moja ya kwake moja na moja ya kushare. Sasa tukakubaliana tuondoke tulivyotoka Alliance twende tupiga hat-trick. Tumetoka kuipandisha Alliance tukaenda kuipandisha Police Tanzania. Tukatoka Police Tanzania tukaenda kuipandisha Dodoma Jiji. Baada ya Dodoma Jiji tumerudi Pamba, maana yake tuna timu 6. Lakini ukiacha hizo kuna timu za madaraja ya chini. Si timu ambayo tumeifanyia kazi sana Friends Rangers ya Manzese. Ndio timu yetu hasa ya wauni wa Manzese. Kuna timu ambazo mlizifundisha. Vile kuna Bajalo ya Sinza tumeipandisha daraja. Ndio timu zetu za wauni hizo. Kwenye timu zote hizo ambazo mmewahi kupita. Naam. Sehemu ambayo ukiwa na Makata sasa ambao umewahi kujuta kufundisha soka. Mliwahi kujuta kufundisha soka? Pamba nasema hadharani. Tulijuta kwa nini tumekuja kufundisha Pamba. Huko mlikuwa wapi? Uswahili. Maneno mengi sana. Mimi hapa Mwanza ni kwetu, ila kuna too much interference, watu wa ovyo ovyo kwenye mpira. Tumecheza na Mbuni, timu imepanda. Nilisema kama asingekuwa Amos Makara kutuambia endeleeni tuko pamoja, tungeachia mapema. Tungeacha mapema sana wala timu isingepanda. Kwa sababu ya uswahili, upate support lakini maneno mengi. Mimi napenda, kuna shida njoo niambie. Shija kuna tatizo hili. Sultani alikuwa anakuja anatuambia walimu, pale naona kile kitu hakijaingia vizuri mazoezini. Sababu wala tulikuwa tunafanya mazoezi kule. Huko tunakuja asubuhi lakini tunarudi kule tunafanya. Tunasema okay, pale tukifanyia kazi. Hiyo ndio maisha. We must be both positive and negative. Lakini tukiwa more negative tunaharibu. Kuna watu wana mioyo midogo. Imekuwa ni faraja kiasi gani kwa upande wenu ninyi wewe binafsi? Faraja kubwa kwa sababu nimekutana na watu wengi, nimekuwa na furaha na huzuni, lakini furaha nimeipata sehemu kubwa kwenye maisha ya kwangu. Hata kama sipati hela nyingi, lakini napata furaha kama kazi yangu inaonekana. Kama alivyosema Mwalimu Sultani hapa. Tusome. Watu wanaamini sana kwenye mambo mengine, labda Shija na Sultani washiriki sana.
Shiriki namba moja elimu. Elimu. Vitabu vyote vya Mungu vinasema, Qur'ani inasema someni, Biblia inasoma someni. Sisi tunasoma, huyu anasoma sana, mimi nasoma sana. Hata ndugu yangu Makata anasoma sana. Lazima tubadilike. Tubadilike. We have to go to the class. Tusome. Mpira, football is changing daily. Mpira unabadilika kila kukicha. Tunaangalia mfano mechi hapa, tunaona Endowment. Mimi timu nishakutana nazo, nimezifunga zote mbili. Lakini kuna kitu nimekiona hawa Endowment wanacho tofauti. Ili upande kuna style ya mpira kupandia. Ya kupandia. Kurejea kwako kwa sasa tuambie uko timu gani? Saizi okay. Kabla ya kurejea kwako niongee na kocha. Kocha ya Sultani, unaondoka Alliance, umekuwa ni master. Umeingia bila jina la master, sasa hivi unaitwa master kwenye soka la wanawake. Kwa nini ni master? Kwanza ni jinsi ya ufundishaji na jinsi unavyofundisha watoto wadogo na watu wanakuelewa. Unajua mpira wa kike ni kama unafundisha watoto wadogo. Na vizuri ukianza kwenye watoto wadogo kwenye kufundisha, ukija kwenye wasichana huwezi kupata tabu. Na sisi ni coaches. Coaches mabinti wanafanya sana makosa. Inabidi wavumilie. Na kila wakati unafanya, ndio kitu ambacho kimenifanya mimi niitwe master. Sasa baada ya Alliance uelekeo ni wapi? Uelekeo Mungu akipenda baada kama wiki utajulikana. Kwa sasa hivi nadhani bado tupo kwenye maongezi na baadhi ya timu. Nadhani ukifikia mwafaka basi itajulikana. Kwani sio sasa hivi? Namaliza mkataba wangu tarehe 1. Kandaziwa tunavuka. Mnavuka. Ni kutafuta tu watu sahihi basi mnavuka. Sawa. Kwa Mwalimu Shija. Shija, kwa sasa hivi uko Rhino? Niko Rhino Rangers. First League na Rhino naweza nikasema ndio timu ambayo naipenda kuliko timu zote. Na nina sababu ya kuipenda. Kwa nini? Ya Rhino Rangers walinilea kama mtoto pale. Kulikuwa na viongozi mwanzo, wakati wa mkuu pale alikuwa ni Brigedia Mwakiborwa. Lakini kulikuwa na boto mmoja mkuu wa mafunzo ya kijeshi kanda ya Magharibi, ndio mlezi wa timu, mzee Ongoa. Tulikuwa tunaongea vitu vya ajabu sana ule mzee, na kufukuza hata ukifeli. Lakini nitafurahi sana kama utaipandisha timu yangu ligi kuu. Alikuchimba mikwala. Aliniambia maneno haya, uwe na amani, fundisha, ndio mwaka wako wa kwanza, sababu mwalimu hawezi kufundisha msimu mmoja timu ikawa nzuri. Mimi nitaona kama utakuwa sawa kwenye uwanja, hata tusipopanda msimu ujao nitakuwa na wewe. Ile ikanipa trust. Ikakupa trust pamoja na wewe mwenyewe ukajiamini. Nikajiamini kwamba unajua kitu ndio tunaferi trust. Hatuaminiani. Hata ndani ya family kama uko na mke wako amwaminiani hamna nyumba mle. Sasa aliniaminisha, nikamwambia mzee, kwa hicho ulichoniambia nitahakisha msimu unapanda, na nikapanda na Rhino ligi kuu. Mpo Mwanza Rhino. Unakwenda kucheza na Alliance, sio? Ni kweli. Ugumu upoje kuelekea kucheza na timu ambayo umewahi kufundisha, taasisi ambayo umewahi kuwepo, unakuja kama mpinzani? Ya, ni kweli nimekuja kama mpinzani, lakini nishakwenda Tabora kama mpinzani wa Rhino nikiwa na Alliance. Niliwafunga Rhino Tabora 1-0, walipokuja Mwanza wakala 4. Na siku zote hata Sultani anafahamu mimi niko nawe saizi hapa timu moja, ndio marafiki na ndugu. Kwa hiyo mpaka nikufunge ndio roho yangu itulie. Kwa Alliance hapa kazi wanayo. Shughuli wanayo kesho. Yani they have to be ready for the war. Yani na kumbuke kwamba mpaka sasa sijapoteza mechi. Nataka niwafunge wao, nikawafunge wale hawa Endowment na AIA, ndio nakuwa na uhakika wa kupanda. Championship na First League, wapi ambako ni kugumu kwako wewe? Huku nimeona kitu kingine tofauti, sababu nishapita madaraja yote. Nishacheza mabingwa wa mikoa nikiwa na timu moja inaitwa Wenda ya sekondari ya Mbeya, ambao baadaye ndio ikaja kununuliwa kwa EF. Naona mabingwa wa mikoa tucheza kituo Shinyanga, tukua sie Nandia wa Geita Gold, Mbao ya Mwanza. Tulipanda sisi, Mbao, Geita, timu 3 tulipanda. Naona lakini huku nimeona kuna aina fulani ya mpira tofauti tena. Championship wana mpira wake. Premier League wana mpira wake. Faithfulness, watu wanapiga long pass, wanakimbia. Tofauti na Championship kuna kipindi mtakimbizana afu mtatulia. Ila kitu kingine nilichokiona, huku ligi ni ngumu. Kwa sababu ligi yetu imeshakuwa kubwa, wachezaji wa Premier League wengi wazawa wanakosa nafasi kwenye timu za Premier League, wanakuja Championship. Wakikosa nafasi Championship wanakuja huku chini. Mpaka international player wako huku First League. Maana yake ubora wa ligi umeshakuwa mkubwa. Naona huku kuna ubora mkubwa mno. Kwa mfano nitakwambia tu, mimi ninapofundisha hivi huwa naangalia wachezaji pale pale wa msimu ujao. Nimekutana na kuna timu moja tucheza nao juzi ya Tanga, tuliwafunga goli 3-2. Kuna wachezaji wao watatu walinimpress sana. Wings 2 na midfield 1. Nishawaambia watu wangu hawa na wahitaji kwenye orodha wawekeni. Hapa Mapinduzi kuna watu nimeona.
juzi tumecheza na Kopko, kuna watu nimeona. Tumecheza na hawa Endumenti mechi ya kwanza, kuna watu nimeona. AIA kuna watu nimeona. Na ndio timu yetu. Sasa wewe kwenye madaraja tumefundisha ligi kuu, ligi kuu, championship, mabingwa wa mpaka mikoa na Taifa Cup nimefundisha. Ipi ni ligi ngumu kwako wewe miaka yako yote uliyowahi kupita mpaka ukasema kwamba mpira yani ukataka kama kujuta kwenye hizo ligi zote? Ligi kuu. Daraja lingine. Kwa nini? Wachezaji wana IQ kubwa sana kule. Wana IQ kubwa sana. Yaani nakumbuka niko Dodoma Jiji tulifungwa na Yanga. Mimi fullback wangu alikuwa George Wawa. Namwambia ukikaa mbali na Fiston Mayele anaambiwa atakuacha. Kwa hiyo punguza gap kidogo ili distance naye wakati wa kukimbia isiwe kubwa. Sasa kitu fulani alikifanya Mayele akamwacha beki wangu, ilibidi tu mpira ulivyoisha nikamwambia beki wangu siwezi kulaumu. Haya, tumecheza mechi na Simba tukafungwa 1-0, tuko Dodoma Jiji. Wale wachezaji wakubwa kuna vitu walivifanya kuamua game. Tofauti na huku chini. Unajua Premier League wachezaji wanaamua game hata kama umewafundisha kitu fulani. Kuna muda wanakuambia mwalimu sasa naenda kufanya maamuzi. Tofauti na huku chini. Naona ndio ugumu wa Premier League. Alafu Premier League na kitu kingine pause. Hawakibizani kama hivi. Mtacheza kuna kipindi mtatulia. Sasa mbinu zinaanza kufanya kazi. Kwamba hapa nipitie wapi. Bwana kocha, mimi nikushukuru, nitakutafuta tena. Nashukuru sana, asante sana. Karibu lakini Mwanza. Mimi ndio kwetu hapa, asante sana. Utukaribishe sasa. Karibu sana nyumbani Mwanza, mimi natoka mtaa wa Unguja ndio kwetu, ingawa makazi yangu Mbezi, Dar es Salaam. Na Mwanza naipenda sana sababu ndio kwetu. Na wewe ni kwako. Ni kwako pia. Kwa hiyo na redio yetu hii big up sana. Sawa sawa. Nakutana. So unatoka hapo unakimbia mali moja. Hamna shida. Mpunga ukiingia tutatafuta. Hawa ni makocha, moja kati ya makocha ambao wanasifika kwa kuwa kwenye soka la wanawake, lakini pia kunako ligi kuu ya Tanzania bara. Moja kati ya makocha bora kweli kweli, amekuwa na misimu bora. Sultani ameingia Lance zaidi ya miaka 10 yuko pale. Ameingia kama mwanafunzi, anatoka kama master kwenye upande wa soka la wanawake na soka la vijana. Pasi na kusahau kwa upande wa Mwalimu Shija, moja kati ya kocha anayesifika kwa kupandisha daraja timu nyingi. Umemsikia mwenyewe anazungumza, zaidi ya timu 6 kahusika kuzipandisha ligi kuu, lakini pia kwenye madaraja mengine pia amehusika kupandisha timu. Endelea kusalia pamoja nasi. Hii ni Coco TV, nyuma ya kamera ni Deus Moya, jina langu naitwa Philemon Mawazo. Endelea kusema pamoja nasi.